Huku shingoni alikuwa anafinya na kucha. Tulikubaliana na baba yake kwa kuwa huyu bado hajui kufanya kazi, nimlipe 30,000. Atakupiga tena. Anzia amekuja msichana hapa ndo anapolala na huyu mama anampiga kweli, anamfanyia kitendo cha kikatili. Tunaomba tu serikali tusaidie. Tulikuwa tujui, ila kwa kupigwa tulikuwa tunaona anavopigwa tunanyamazia. Leo sasa ndo tukaenda kwa balozi tukaja naye hapa. Ndo msichana tukamuuliza unalala, katoe nguo zako. Msichana kaa anakuja, mama kaa ataki. Tukamwambia unalala wapi? Msichana ndo akaonyesha mwenyewe hapa ndo anapolala. Naumiza kweli, inauma. Wakae na watu kama watoto wao, wawapende. Kubwa nilizoziona mimi ni shingoni na mashavu na mkono mmoja una uvimbe ambao sina uhakika kwamba amevunjika au vipi, lakini ni amepigwa na kitu kizito. Sasa ndo mama alipokuja hapa akaona hali sio nzuri, wakakomandi tukaangalia sehemu mtoto analala. Kwa kweli inasikitisha, analala sto. Mwanamke mmoja anayefahamika kwa jina la Gundelina Victor ameshushiwa kichapo na wananchi wa mtaa wa Mlimani kata Sinoni jijini Arusha baada ya kumpiga msichana wa kazi jina Mariamu Jobu mwenye umri wa miaka 16, mkazi wa Dodoma katika kijiji cha Mgunga, na kumsababishia majeraha mbalimbali katika mwili wake ikiwemo shingoni na mikononi. Akizungumza na Kusaga TV, Mariamu amesema kuwa alikuwa anaishi na mama huyo na alikuwa anampiga kwa kutumia waya wa umeme na ngumi za usoni pamoja na kumfinya shingoni bila kueleza sababu ya kumfanyia ukatili huo, huku akiwa anamnyima kuwasiliana na wazazi wake. Upande wa majirani wamesema kuwa mara kwa mara wamekuwa wakisikia makelele ya binti huyo wa kazi akiwa analia kwa uchungu, na walipofuatilia wakagundua manyanyaso na anapigwa mara kwa mara kutoka kwa tajiri wake huyo. Ndipo asubuhi wakamuita balozi wa eneo hilo pamoja na uongozi na kuwataarifu polisi na kuja kumchukua mama huyo. Mama huyo amekuwa akimlaza dada wa kazi store na mshahara wake hajawahi kulipwa tangu mwaka jana mwezi wa 4, kwa mujibu wa taarifa ya Mariam, ambapo wakati alikuja aliambiwa atalipwa 50,000, lakini alipoanza kazi akaambiwa atakuwa analipwa shilingi 30,000. Kwa majina naitwa Mariam Jobu kutoka Dodoma. Kuna mama anakaa kwa Arusha. Alikuwa na namba, kuna baba mwingine anakaa Dodoma kwetu. Ndio huyo mama kaa anapiga simu nitafutie mfanyakazi. Yule baba kaa anatafuta mfanyakazi. Huyo mama anatuma nauli Dodoma. Anampa huyo baba, afu baba anatafuta mfanyakazi analeta huko Arusha. Kwa hiyo na mimi ndo nikaja Arusha. Nilipokuja nikafikia kwa huyo mama aliyotuleta huko. Akasema nitakutafutia kazi. Ndo akanitafutia kazi, nikaja huku. Nilikuja tu vizuri. Akasema nitakulipa mshahara 50,000. Nikamwambia haya. Ndo akaniuliza namba za baba yako na mama yako unazo? Nikasema sina. Basi huyo mama ndo akampa namba baba yangu na mama yangu. Ana kule kijijini nilikuwa siishi na mama yangu. Mama yangu alikuwa anaishi kwao, kwa wazazi wake. Mimi nilikuwa naishi na baba yangu. Basi baba yangu akampa huyo mama yangu namba, akasema chukua namba hii utakuwa unaongea na mtoto wako. Na mtoto wako yuko Arusha anafanya kazi. Mama yangu akasema haya, niongea tu na mama yangu mwaka jana. Ndo akablock namba baba yangu na mama yangu. Tangia nilipokuja alikuwa anipigiagi. Nilikuwa sipigwi tu. Huyo sister alipoondoka ndo kana nipiga. Siku nyingine kucha, mwiko na hiyo hapo fimbo. Na waya ya umeme. Hajafanya kosa lolote, alikuwa anasema tu lala chini. Lala chini nikuchape za 3, nikandonika nakataa kulala chini. Ninapolala ni jikoni. Nachukua godoro, nitandika hapo chini na lala. Nashuka hapo, blanketi liko ndo nalalia. Ngeni nilipoingia hapa alikuwa ananipa anamnushia mamangu. Alikuwa anamtumia mamangu lakini sasa hivi hamtumii. Ulikuwa mwezi wa 4 kajana. Mpaka leo hajanilipa. Na tutaka kuomba msaada nirudi nyumbani. Niliacha tu shule nikawa nasaidia wadogo zangu.
ninao wawili mapacha wa kiume. Naitwa Rendegunda Victor. Nililetwa na rafiki yangu mmoja. Sasa huyo rafiki yangu aliletwa na rafiki yake. Sasa yule rafiki yake pale mahali walikuwa wamepangisha, akaniambia wamehama. Haya, huyo dada aliyeniletea mimi, kwa hiyo mimi ndo namfahamu. Nimejaribu kumpigia nimwambie kwamba naomba namba basi za wale wazazi wa yule dada hana. Aliyekuwa nao ni yule rafiki yake, walikuwa wanakaa sehemu moja wakahama. Ni Dodoma. Na mimi Dodoma sikujua, lakini binti anasema anachujua. Mimi sijampiga. Sijampiga mara kwa mara. Ni jana tu, jana nilivyokuja kukuta wamepigana na mimi nikawachapa. Nikamwambia muache kupigana. Hakulala store. Alikuwa analala ndani. Hapana, nyumba haina store. Nyumba ni ndogo, haina store. Yaani kwamba nyumba hii ni ndogo. Kwa hiyo mtoto alikuwa analala kitandani kwenye chumba kingine ambacho kina kitanda. Sasa huyu wa kiume alipokuja shule, ikabidi yule nimtenganishe. Nikaona hawawezi kulala pamoja. Sio kwamba nilikuwa namchapa, nilikuwa wakifanya kosa ndio hivyo unachapa fimbo mbili. Naitwa Goodluck Mrema, ni CCW kata ya Sinoni, community case worker. Ninashughulika na mashauri ya watoto. Nimepata taarifa asubuhi hii kwa CCW mwenzangu wa Mlimani, akaniomba nifike eneo la tukio, hapa kuna shida kama hii ya huyu mtoto, na nilipofika nilikuta mtoto kweli ana shida hiyo, na tulijaribu kutaka kupata ushirikiano. Mama aligoma na ushirikiano kwa sababu tulitaka kuyafanya yawe ya kawaida, lakini mama akayasababisha yakawa hivi. Kwa sababu nilitaka kumchukua mtoto nimpeleke kwenye kituo cha amani na huyu mtoto na habari nyingine ziendelee, lakini mama hakutaka kutoa ushirikiano. Tulitaka namba zake namba za mzazi wa huyu binti, hakutaka kutoa namba za binti. Anasema mara simu ilipotea, mara sijui nini. Tukajaribu kufuatilia maisha anayoishi binti, tukaona kwamba ni magumu sana. Tulipojaribu kumhoji pia yule kijana aliyesemekana kwamba ndio anampiga mtoto, alikiri kwamba mama yake ndio anampiga siku zote. Na kijana anadai kwamba yeye alikuwa boarding na ndio amekuja tu sasa hivi wakati wa kufunga shule. Kwa hiyo ana muda mfupi sana hapa. Na kama ni kupigana kwao, inawezekana pia walikuwa wanapigana kama watoto, lakini mama alikuwa anaongeza baada ya kukuta jambo kama hilo limeshafanyika. Sasa wakati huo tulikuwa tuko hapa tunajaribu kushauriana na balozi kwamba tumpeleke huyu, basi ikatokea kwamba kuna vutani kuvute ndio iliyosababisha mpaka kusaga ukafika hapa. Sehemu kubwa nilizoziona mimi ni shingoni na mashavu na mkono mmoja una uvimbe ambao sina uhakika kwamba amevunjika au vipi, lakini ni amepigwa na kitu kizito. Inapelekea tu inategemea ni wazazi wa aina gani wanaoishi na hao mabinti, kwa sababu si wote wana tabia ya namna hiyo. Ila ukijaribu kuangalia ni baadhi ya wa mama ndio wakatili zaidi. Na sijui ni kwa sababu ya nini. Na ukijaribu kuangalia mazingira anayoishi binti, anaishi mazingira ambayo ni ya kunyanyasika sana, kwa sababu hata kuongea kwake ukimuuliza swali anaongea sauti ndogo sana. Na hivi kinachofanyika, nilichokuwa nataka kufanya kabla hujafika, nilikuwa nataka tuende na mama niwapeleke kituoni ili binti nikamuombee pale Amani Center ili tuendelee kutafuta habari za namna ya kupata wazazi wake. Kwa sababu yeye amekataa kutoa ushirikiano. Kwa nini anakataa? Anasema amepoteza simu, namba hana, sijui nini. Kwa hiyo tukaona kwamba ili asiendelee kubaki hapa, abaki kituoni pa usalama zaidi. Mimi kwa majina naitwa Eric Bernard au kwa jina maarufu Boy. Jana jioni nilipata kuja majirani wa udada. Wakaniambia una mtoto anateseka, anapigwa na makovu. Kwa hiyo nilitumia tu busara kuongea na mwenyekiti leo asubuhi. Mwenyekiti akanipa namba ya mama mmoja tu Makadada ambaye ndo anadili na mambo ya watoto. Mama Kadada kama ameenda Moshi kwenye msiba, akanipa namba ya mzee mmoja ambaye amefika hapa, ambaye naye pia ni msaidizi wake. Kwa hiyo nikampigia, ndo tukaja hapa asubuhi tukamkuta huyu mama hapa kwake, tukamwangalia binti ameumia, tukamhoji, akasema naomba tumsamee hata rudia tena. Na sasa kwa kitendo cha umia huyu binti alivyoumia, msamaha kirahisi hivyo sio mzuri, tukamwomba basi atupe namba ya mzazi wa huyu mtoto, tuwasiliane naye, huenda angetaka mtoto wake arudi nyumbani, mambo yale angefuata. Lakini amekataa kutupa ushirikiano, kutupa namba. Akasema kwamba ameletewa na mtu mwingine na yeye kama yeye ana namba ya mzazi. Tukamwambia ulikuwa unamtumiaje mama yake hela mshahara huu mtoto? Akasema namba alikuwa anatumia imepotea. Kwa hiyo hana mawasiliano yule mama tena. Je, pesa zake ziko wapi sasa, unamlipaje mshahara? Akasema jana
anamdai miezi miwili. Tukamwambia okay, kama ulimtumia kwenye simu tutaenda kuchukua transaction Vodacom, tutaangalia. Basi tupe namba ya huyu mtu alikuletea mtoto. Pia atoi. Dakika za mwisho akasema tuende Sekei, mama anakaa Sekei. Tukamwambia hapana. Pia tuna wasiwasi kwa uongozi wa mtaa, huenda huyu mtoto basi hata mlimuiba. Kwa sababu wewe mwenyewe unakaa na mtoto una namba zake. Je, ingekuwa yuko mahututi anaumwa au amefariki, tungepataje msaada kumpata ndugu zake? Akawa atoe ushirikiano. Dakika za mwisho sasa imefika, sasa mama kwenda polisi, ndio anatuomba tuende Sekei kwa huyo aliyomtumia huyo mtoto. Tukamkatalia, ndio sasa tunasubiria utaratibu mwingine ufuate. Ukiangalia maeneo ya shingoni alikuwa anajeruhiwa kama vile nakucha, na leo asubuhi leo kuna mkwaruzo ambao ni mpya. Inaonekana hata asubuhi leo pia alikuwa anapigwa. Lakini baada ya kutoka jumuiya akawa amehojiwa na baadhi ya Samaria Wema, akaelezea jinsi alivyokuwa anapata shida. Kwa hiyo tumemwangalia mkono umevimba, shingoni kuna mikwaruzo ambao ni kucha. Nikamjaribu kumhoji mama, akasema watoto wake huwa wanapigana. Na jicho pia limevimba. Sasa nikamwambia, nikajaribu kumuuliza kama alipopigwa jichoni au alipoumizwa uchukua toeni kama mzazi, akasema huwa anawachapa wote. Sasa nikimwangalia mtoto wake hana alama yoyote. Na huyu mtoto ni wa kike. Sasa ndio mama alipokuja hapa akaona hii hali sio nzuri, wakakomandi tukaangalia sehemu mtoto analala. Kwa kweli inasikitisha, analala store. Na angalau wako wawili, angeza hata kulala naye kama mtoto wa kike. Na hii binti analala store. Kwa hiyo sisi kama uongozi tumeachia serikali ichukue mkondo wake. Yaani matatizo kama haya huwa sisi kama viongozi wa mtaa kweli tunajaribu kupambana nayo ndipo tunapata ushirikiano kutoka kwa majirani. Ila majirani mkikaa kimya hata sisi inakuwa ngumu kujua. Swala kama hili hapa, asingekuwa majirani pia hata tusingejua viongozi. Kwa mimi wito wangu naomba tu wazazi mnapokaa na watoto wa watu au jirani unaona mtoto anateseka, tupo ushirikiano. Sio lazima tukutaje jina ni nani. Serikali itajua yenyewe itakayofanya huko mbele kwa ajili kwa wasaidia watoto wa kike. Sisi ni wazazi na jambo kama hili hatuwezi kulipa sifa au kulisifia kwa namna moja ama nyingine. Lazima tuchukue hatua kwa kutumia vyombo vya serikali za mitaa hadi ngazi ya juu. Mtoto amesema kwa ni Dodoma. Sasa lakini hana namba, mamake alikuwa blocked kwamba hawezi kuwasiliana na mama yake kupitia kwa mwajiri wake. Sisi tumetumia kama uongozi wa mtaa kumwomba huyu mama mhusika tupe namba kama nilivyosema awali, amekataa kutupa ushirikiano. Kwa hiyo tumeshindwa kujua mzazi wake tunampataje au huyo aliyomleta amempataje. Kwa hiyo inatupa lakini huenda huyu mtoto kaibiwa. Kwa majina yangu naitwa Recho Chua, ni jirani na huyu binti. Huyu binti kuna siku nilikutana naye, akawa na ngeo maeneo ya mashavuni na akiwepo na huyo mtoto ambaye anamlea. Nikamuuliza hizi ngeo kwenye mashavu za nini? Akaniambia huyu mtoto mdogo ananifinya. Nikamwambia kwa nini unakubali mtoto akufinye? Akaniambia ni mkorofi. Mara siku nyingine nikamsikia huyu mtoto anamwambia lala chini, huyo mdogo. Nikamwambia mbona mtoto anakuambia ulale chini? Akaniambia ndio hivyo mama ananiambia nilale chini, ananipiga kwa hiyo na yeye anaigilizia. Basi juzi ikawa pazia niko kule kwa jirani kwa nyuma ambao madirisha yao yanatazamana kwa huyo jirani. Huyu binti akawa anapigwa na huyo mama sana. Pazia limewekwa pembeni. Anapigwa, anakimbilia kwenye TV, anaambia toka kwenye TV yangu utanivunjia TV yangu. Basi akamtoa nje ya geti usiku. Alipomtoa nje ya geti usiku, jirani huyo wa nyuma akafungua geti. Wakati anafungua geti, akamwambia ingia ndani, akaingia ndani. Ndio wakati sawa jana tena huyo kijana wake akaanza kumpiga. Baada ya kumpiga akatoka nje kutana mama ataka, akawa anamuoja na analia sana huyu binti. Akamwambia unalia nini? Akamwambia nateseka ila nataka kurudi kwetu sipati msaada. Angalia alama shingoni na mikononi. Huyo mtoto wake ameniumiza sana. Basi asubuhi ya leo nimeenda jumuiya kakutana naye. Kweli roho imeniuma usiku nalala nikiwa namfikiria sana huyu binti. Nikamuuliza Mariamu vipi? Akaniambia safi. Shikamoo. Nikamwambia marahaba. Mbona jana nani Brian anakupiga sana? Akaniambia yeye ananipiga na nanyanyasika, natafuta msaada wa kurudi kwetu lakini sipati. Na huko shingoni ni nini? Akaniambia ndo mama ananipiga na Brian ndo kama huko mkononi amenijeruhi. Ananiambia nilale chini. Akamchania na blauzi akamwachia maziwa wazi. Nikamwambia na kwa nini sana anakuchania na kuacha? Akaniambia sijui bila kosa lolote tu ananipiga. Umeona? Wakati huo tuko tu hapo hivi tunakaa kati tunampigia balozi ili aje. Huyu binti tena akaanza kupigwa asubuhi ya leo. Kwa nini anakupiga? Kijana nikamuuliza kwa nini anampiga, anasema ameharibu jagi. Msichana huyu anasema sijaharibu kitu chochote ila mama tu ameamua kufanyaje kunipiga. Na kweli kuja na balozi tumemwangalia maeneo ya shingoni amemrarua na makucha. Inategemea na wazazi na roho ya mtu anavyoishi na binti. Kuna wazazi wengine wanaishi na wasichana wa kazi kama watoto wao. Kama hajasoma anaweza kumpeleka shule ili ajue kusoma na anaishi naye mpaka anamuozesha na nimeshashuhudia. Mimi natoa wito kwa mama wanaoishi na wasichana wa kazi wasiwanyanyase, wakumbuke hata leo na kesho na wenyewe wamezaa watoto wa kike. Hujui mtoto wako atakuja kuwa nani baadaye. Kwa hiyo usimnyanyase mtoto wa mwanamke mwingine, uishi naye kama mtoto wako.